Tukiwa mwishoni kabisa mwa mwezi mtukufu wa Ramadhan na kuelekea katika sikukuu ya Eid al-Fitri, kwanza niwapongeze Waislamu na Watanzania wote kwa Eid al-Fitri na niwaambie Eidkum Mubarak, lakini pia nitoe wasia kwa ndugu zangu Waislamu, tusikubali kuufumua upya ukili wetu baada ya kuufuma kwa muda wa mwezi mzima. Tusikubali kuharibu funga zetu na ibada zetu. Ili kusherekea sio lazima ufanye madhambi, ufanye maasi na ufanye starehe ambazo hazikubaliki katika Uislamu. Mmoja wa wanawachuoni wa Kiislamu anasema atakayepanga ndani ya nafsi yake ya kwamba atakuja kumuasi Mola siku ya Idi au baada ya Ramadhani, basi huyo funga yake itakuwa ni yenye kurejeshwa kwake na mlango wa toba kwake utakuwa ni wenye kufungwa. Chonde chonde tusherekee kwa kuendeleza uchamungu na mema na mazuri mbalimbali ambayo tulikuwa tukiyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mwenye kuendeleza mazuri na mema na uchamungu, hii pia ni miongoni mwa dalili zinazoonyesha kwamba ibada yetu ya Ramadhani imekubalika. Ama yule atakayeamua kuvunja majungu na masufuria siku ya Idi, huyo itakuwa ni hasara kubwa kwake na atakuwa ameitia doa na dosari funga yake. Na muomba Mwenyezi Mungu atulindie funga zetu na ibada zetu na tusherekee kwa amani na kwa utulivu.